Mimi ni Awadhi Rashidi. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limefanya mashambulizi makali usiku wa kuamkia leo katika bandari ya Hodeida nchini Yemen, waliodai inatumiwa na waasi wa Houthi kusafirisha silaha. Kwa mujibu wa IDF, mashambulizi ya angani na majini dhidi ya Yemen yataendelea hadi pale Houthi watakapoacha kushambulia Israel. Taarifa ya Houthi imesema mashambulizi ya Israel yaliharibu gati mbili katika bandari ya Hodeida, huku Israel ikidai kuwa ilishambulia bandari hiyo kwa kutumia meli zake za kijeshi. Bandari ya Hodeida inapatikana magharibi mwa pwani ya Yemen na ndio njia muhimu ya kuingiza chakula na misaada mingine ya kibinadamu kwa mamilioni ya Wayemen wanaohangaika na vita vya wenyewe kwa wenyewe toka mwaka 2014. Israeli imeshutumu Houthi kutumia bandari hiyo kupitisha silaha kutoka Iran ili kuilenga Israel. Kabla ya mashambulizi hayo ya Israel, IDF ilitoa wito kwa raia wa kawaida kuondoka katika bandari za Ras Al Isa, As-Salif na Hodeida. Kwa mujibu wa duru, mashambulizi hayo ya Israel yalipiga Yemen saa chache tu baada ya Houthi kurusha makombora kadhaa nchini Israel. Toka Oktoba mwaka 2023, Houthi wamekuwa wakishambulia Israel katika kile walichosema ni mshikamano na raia wa Gaza wanaoshambuliwa na Tel Aviv. Makombora ya Houthi yamekuwa yakipiga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion mjini Tel Aviv, hali inayoendelea kutatiza shughuli za usafiri wa ndege katika taifa hilo. Na gazeti la The Financial Times limeripoti kuwa Ufaransa inaweza kushindwa kuongeza bajeti yake ya matumizi ya ulinzi chini ya shinikizo la sasa kwenye muungano wa NATO, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amezitaka nchi wanachama kuongeza uchangiaji wao wa ulinzi na si kuitegemea Marekani tu, huku akionya kuwa Washington haitosaidia nchi yoyote isiyochangia kisawasawa kutokana na uvamizi katika muungano huo. Kwa mujibu wa gazeti hilo, kuongezeka kwa deni la taifa la Ufaransa ndio kikwazo kikubwa kwa Paris kutekeleza malengo hayo ya NATO. Awali, Rais Emmanuel Macron alipendekeza kuongeza bajeti ya ulinzi kwa 3% hadi 3.5% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2030, karibia mara mbili ya kiwango cha sasa, ambayo ingelihitaji ziada dola bilioni 34 sawa na euro bilioni 30. Kwa mujibu wa wachumi, hali ya fedha ya Ufaransa kwa sasa sio shwari na inakinzana pakubwa na lengo hilo, ambapo uwiano wa deni la taifa mwaka jana uligonga hadi 113, kiwango cha juu zaidi katika nchi za Umoja wa Ulaya. Riba katika deni la taifa la Ufaransa lilifikia hadi euro bilioni 59 mwaka jana na inatarajiwa kufikia euro bilioni 62 mwaka huu wa 2025. Takriban gharama ulinzi na elimu ya Ufaransa ya kila mwaka. Serikali ya Paris inakusudia kupunguza deni la taifa kwa kuchukua hatua mbalimbali kama vile kupunguza ushuru wa malipo ya uzeeni na kuondoa ruzuku kwenye huduma za afya. Hapa Ufaransa ni tofauti na kwingine. Hatuwezi kupunguza deni la taifa wala hatuwezi kuongeza kodi, maana iliyopo ni kubwa mno, waziri wa zamani Ufaransa na mshirika wa karibu wa Macron alisema. Baadhi ya wataalamu wanaamini sasa Paris itajiunga katika mpango wa pamoja kununua silaha za EU kutokana na matatizo yake ya uchumi. Nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimekuwa zikiongeza hifadhi zao za silaha ili kupunguza utegemezi wa silaha kutoka Marekani kwa ajili ya kile wanachodai kuwa ni Urusi itavamia nchi za Ulaya ndani ya miaka 5 ijayo. Hata hivyo, madai hayo yamekuwa yakikanushwa vikali na rais wa Urusi Vladimir Putin na kuyaita ni ya kijinga. Na Rais Mahmoud Abbas wa Palestina amesema kundi la Hamas alipaswa kuisimamia tena Gaza na linabidi kuzikabidhi silaha kwa vikosi vya usalama vya Wapalestina. Rais huyo ameyasema hayo katika barua yake aliyomwandikia Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwanamfalme wa Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman. Abbas akitoa wito wa kupelekwa kikosi cha kimataifa kuwalinda Wapalestina na kulitaka kundi la Hamas kusalimisha silaha zao kwa vikosi vya usalama vya mamlaka ndani ya Palestina. Rais Macron wa Ufaransa na mwanamfalme Mohammed bin Salman wanatarajiwa mwezi huu kuongoza mkutano utakaojadili suluhisho la mgogoro wa Mashariki ya Kati kupitia mpango wa kuundwa madola mawili ya Palestina na Israel. Katika barua hiyo, Abbas amebainisha hatua anazoamini zinapaswa kuchukuliwa kumaliza vita vya Gaza na kupatikana kwa amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameyaita mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya Kiev kuwa ni mojawapo wa mashambulizi
makubwa zaidi katika siku za hivi karibuni kufanywa na Urusi. Mashambulizi ya Urusi ni makubwa zaidi kuliko majaribio ya Marekani na wengine ya kuilazimisha Urusi kurejea kwenye amani. Usiku wa Juni 10, wanajeshi wa Urusi walishambulia Ukraine kwa makombora 7 na droni 315. Kulingana na jeshi la anga la Ukraine, ndege zisizo na rubani 284 zilidakwa. Ulinzi wa anga ulipunguza athari za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani 284 na ndege za adui 220 zilipigwa kwa risasi na ndege nyingine 64 zilipotea. Kulingana na mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev, kazi ya vikosi vya ulinzi wa anga iliwezesha kupunguza hasara kwa kiwango cha chini. Kutokana na shambulio hilo huko Odessa, watu 2 waliuawa na zaidi ya watu 13 walijeruhiwa. Majengo ya makazi, jengo la hospitali ya uzazi, kituo cha ambulance, kliniki ya matibabu ya binafsi, uwanja wa michezo, mbuga ya wanyama na jengo la kituo cha reli viliharibiwa vibaya. Huko Kiev, watu 4 walijeruhiwa. Majengo ya makazi, vituo vya biashara, maghara na reli pia viliharibiwa. Zelensky alitoa wito kwa washirika kufanya kazi pamoja ili kujibu uchokozi wa Urusi kwa kile alichosema ni muhimu jibu la shambulio hilo kuwa madhubuti zaidi. Nyaraka za siri ambazo Iran imefanikiwa kuzipata kutoka Israel zinaonyesha kuweko ushirikiano wa siri baina ya utawala huo wa Kizayuni na wakala wa kimataifa nishati ya nyuklia. Kufichuliwa kwa ushirikiano wa siri wa wakala huo na utawala wa Israel, hususan katika uga wa taarifa nyeti za nyuklia, kunaweza kusababisha kuongezeka kwa mivutano na radiamali za kidiplomasia. Kwa mujibu wa habari, nyaraka zilizopatikana zinaonyesha kuwa barua rasmi na za siri za Iran kwa shirika hilo zilitumwa kwa mashirika ya kijasusi ya Israel kupitia njia za siri mno. Hii inaonyesha wazi ukiukaji wa faragha ya taarifa za wakala huo na kutopendelea upande wowote. Baada ya kuwa na nafasi ya kutoegemea upande wowote, wakala wa kimataifa nishati ya atomiki umekuwa chombo kinachohudumia malengo ya utawala wa Kizayuni. Hapo awali kulikuwa na taarifa kuhusu kufichuliwa kwa majina ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran kupitia shirika hilo, jambo ambalo lilipelekea kuuawa kwa idadi ya wasomi hao. Ikumbukwe kuwa hivi karibuni taasisi ya intelijensia ya Iran ilitoa pigo kubwa kwa Israel baada ya kufanikiwa kuhamisha kutoka kwa utawala huo taarifa nyeti za ujasusi na za kistratejia, ikiwemo miradi na taasisi za atomiki za Israel. Imeeleza kuwa operation ya kupata nyaraka hizo ilifanyika zamani kidogo, lakini kutokana na uzito wa taarifa hizo na umuhimu wa kuzifikisha salama nchini Irani, ililazimu kuwe na kimya cha habari hizo hadi zitakapofikishwa katika maeneo salama ya siri. Imeelezwa pia kuwa idadi ya nyaraka, picha na video ni kubwa kiasi kwamba timu maalumu imekuwa ikizichambua kwa muda mrefu bila mapumziko. Na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesisitiza kuwa wakazi wa ukanda wa Gaza hawapaswi kulazimishwa kuchagua kati ya kifo na kutafuta chakula. Ofisi hiyo ya OCHA imetahadharisha kuhusu hali mbaya zaidi ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kusisitiza kuwa hali ya kibinadamu katika eneo hilo linalozingirwa imefikia kiwango cha kukata tamaa ambacho hakijawahi kushuhudiwa, na njaa iliyoenea katika eneo hilo inawalazimu wakazi wake kuhatarisha maisha yao ili kutafuta chakula. Ni kutokana na hali hiyo ndio maana OCHA imesema kuwa wakazi wa Gaza hivi sasa wanalazimika kuchagua baina ya kufa kwa njaa au risasi. Farhan Haki, naibu msemaji mkuu wa Umoja wa Mataifa, akirejelea haja ya kuwalinda raia katika hali zote, amesema hakuna mtu popote pale anapaswa kulazimishwa kuchagua kati ya kupata chakula kwa familia yake na kuhatarisha maisha yake. Haya yanajiri katika hali ambayo utawala wa Israel unaendelea na siasa zake za kuwatesa na kuwaua wananchi wa Palestina, hususan wale wa ukanda wa Gaza, hatua yake ya kuendeleza mzingiro na kuzuia misaada ya binadamu kuingia Gaza. Mashirika ya Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine tena yamekariri wito wa kusitisha vita na hujuma za kijeshi katika ukanda wa Gaza na kukomesha mzingiro wa kikatili dhidi ya ukanda huo, na kuonya juu ya hatua mbaya inayotishia watoto wa Gaza katika kivuli cha kuendelea kwa vita na njaa. Watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii nchini Uganda wametoa ujumbe wa kumlaani spika wa taifa hilo baada ya kusema Rais Museveni ni Mungu na kumuita mwanawe Muhoozi kuwa mwana wa Mungu. Siku ya Jumapili, Anita Among alikuwa akiwafanyia kampeni wabunge wa chama tawala cha NRM katika uchaguzi mkuu wa rais na wabunge uliopangwa kufanyika Januari mosi mwakani. Hivi majuzi Anita alitangaza kuwa anataka kubaki katika nafasi yake kwa muhula mwingine wa mwaka 2026-2031 ambao alisema utakuwa wa mwisho katika nafasi hiyo ambayo ameshikilia tangu mwaka 2022. Akiwa Kyakanja, kilomita 50 kusini mwa mji wa Masaka, Anita alipiga magoti na kuwaomba watu wa eneo
hilo kuwapigia kura wabunge wa NRM, akisema napiga magoti na muunga mkono Rais Museveni na wagombea wa NRM, kisha akasimama. Katika video hiyo iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii, Anita aliongeza, kama nilivyowaambia mara ya mwisho, sisi katika eneo la Teso lilo mashariki mwa Uganda tunaamini Utatu Mtakatifu. Tunaamini katika Mungu Baba, na Mungu Baba ni Rais Museveni na Mungu Mwana ni Muhoozi Kainerugaba. Sasa nyinyi mko katika Roho Mtakatifu, kwa hiyo muwachague. Gazeti la Daily Monitor la Uganda liliripoti kuwa kumtaja Rais Museveni kuwa ni Mungu kumewakasirisha baadhi ya viongozi wa dini wanaosema hiyo ni kufuru kubwa. Gazeti hilo limeripoti kwamba bunge la Uganda limejibu kwa kusema kwamba matamshi ya Anita yalikuwa ni mfano tu kwa madhumuni ya maelezo hayo. Mwisho wa Rubaa za Kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.